Yes, bwana, mambo vipi? Karibu sana. Hii ni Talent Media. Karibu sana kunako tetesi za soka barani Ulaya. Tumekuwa tukisogezana update mbalimbali kuhusiana na wachezaji wengi ambao wanahitajika katika vilabu mbalimbali. Kubwa zaidi leo tutaangazia pale Manchester United, na ni kutokana na kupata nafasi ya kucheza kunako michuano mikubwa kabisa klabu bingwa barani Ulaya kwa maana UEFA Champions League. Lakini sasa tunafahamu mchezo wa weekend hii iliyomalizika ni kwamba alikuwa uwanjani dhidi ya Sunderland na aliweza kupata suluhu, na watu wakasema imekuwaje kocha wa muda Carrick kwamba inakuwaje ameanzisha kikosi ambacho watu wanahitaji matokeo mazuri zaidi, licha ya kwamba amejiweka nafasi nzuri ya michuano ya klabu bingwa. Tuliona alimwanzisha Joshua Zirkzee, lakini akamwacha Mbeumo nje, na wachezaji wengi tuliona ambao hawakuwa wakianza waliweza kuanza. Sasa maswali yamekuwa ni mengi sana, imekuwaje ikawa hivyo? Lakini moja kati ya waandishi wakubwa sana wa habari za kimichezo kutoka Sky Sports waliweza kuripoti taarifa nyingi sana, lakini pia TikTok wameweza kutupa taarifa nyingi sana kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwenye kikosi cha Michael Carrick. Pia Henry Kane tunaambiwa kuna muda wote anaweza kusaini kwenye klabu ya mashetani wekundu hawa kutoka pale Old Trafford, Manchester United. Kwa hiyo taarifa ni nyingi sana. Tumeona pia jana Arsenal wakifanya vizuri, Manchester City wakifanya vizuri. Ubingwa wa EPL una changamoto kidogo. Tofauti ya hizo alama zilizopo hapa, maswali yamekuwa ni mengi sana kwamba nani ambaye anaweza kuibuka bingwa msimu huu. Arsenal anapewa nafasi kubwa zaidi, lakini pia Arsenal kule Ulaya kwa maana UEFA anapewa nafasi kubwa zaidi dhidi ya PSG. Sasa hayo na mengi zaidi, msimulizi wako ni mimi Ali Swale Mshana. Hebu tuangalie taarifa za kimichezo leo zikoje. Kumbuka leo ni siku ya 11 ya mwezi huu wa 5 2026. Kama bado pia hujasubscribe, basi nafasi ni nzuri kabisa kwako wewe mtazamaji kuelekea kuangalia na kufahamu zile taarifa nyingi za kimichezo zaidi. Gusa maneno mekundu ambayo yanasemeka subscribe, lakini pia unaweza kuturn on notifications. Tukutane hapa. Taarifa kubwa sana kutoka kunako klabu ya Manchester United. Tunaambiwa wametakiwa kumuuza mchezaji aliyesajiliwa kwa pound milioni 36, ambaye moja kati ya wachambuzi makini kabisa yeye anasema kwamba haamini kwamba bado anaweza kuichezea Manchester United. Sasa hebu tuitazame taarifa hiyo. Klabu ya Manchester United wametakiwa kumuuza mchezaji aliyesajiliwa kwa pauni milioni 36, ambaye mchambuzi anasema kwamba yeye haamini kwamba bado anaichezea klabu hiyo katika tathmini ya kikatili kufuatia sare bila kufungana Jumamosi na Sunderland. Huku nafasi ya kucheza ligi ya mabingwa ikiwa tayari imepatikana, bosi wa muda Michael Carrick aliamua kuchanganya timu yake kwa ajili ya mchezo huo ambao uliopigwa katika stadium moja huko Mason Mount, na Joshua Zirkzee wakianza kwa nadra sana. Hata hivyo, mchezaji huyo wa mwisho ambaye anatarajiwa kuondolewa kwenye dirisha lijalo la uhamisho kufuatia kuwasili kwa Bryan Mbeumo, Matheus Cunha na Benjamin Sesko majira ya joto yaliyopita ilikuja kukosolewa vikali baada ya pambano hilo. Zirkzee mwenye umri wa miaka 24 alitoa onyesho ambalo alikutajwa jina lake kabla ya kuondolewa baada ya dakika 65, kwa maana hapa alicheza chini ya kiwango na moja kati ya wachambuzi na wanahabari pia anakuambia hajaonyesha kiwango bora kwenye mchezo huo. Na mchezaji wa zamani wa Sunderland Mig Gray anaamini Mholanzi huyo kwa kifupi si mchezaji wa Manchester United. Akizungumza na Team Talk, Gray alisema, kwa maisha yangu sijui ni kwa jinsi gani Bryan Mbeumo hajaingia mapumzikoni kwa Joshua Zirkzee. Anasema yeye si mchezaji wa Manchester United na sikitika kusema, lakini kila kitu kinamaanisha kama mshambuliaji. Yeye ni mtu mkubwa, lakini kwa mtu ambaye ni mkubwa na mrefu na mwenye nguvu kama yeye ni dhaifu sana. Na siamini kwamba bado anaichezea Manchester United. Nadhani hakika ni mmoja wa wachezaji ambao unajaribu kuwasogeza katika majira ya joto. Wakati mchambuzi mwenzake Paul Mason akikubaliana na uamuzi wa Gray kuhusu Zirkzee, mchezaji huyo ama mchambuzi huyo wa Sky Sport pia aliangazia hitaji la United kuboresha kikosi chao kwa jumla msimu wa joto.
hayakuwa, anasema namnukuu, hayakuwa matokeo mazuri. Aliweza kupiga story na Sky Sport. Haikuwa utendaji mzuri. Ilikuwa inatia wasiwasi msimu ujao. Mason Mount anacheza safu ya kati leo na Maino. Zigzi mbele samahani, lakini hataifanyia Manchester United anasema, lakini hataifanyia Man United kwa maoni yangu. Kwa hiyo labda atasogezwa mbele, kwa hivyo itakuonyesha tu mahali walipo. Alikuwa anajaribu kuchambua mchezo wa Manchester United na wachezaji ambao walianza dhidi ya Sunderland. Anasema kwa hiyo itakuwa wasiwasi kwao, unahitaji kuwekeza kwa baadhi ya wachezaji, la sivyo watakuwa wakipigania nafasi ya 4 bora msimu ujao. Mason aliendelea, anasema lazima wanunue wachezaji wa kiungo wa kati wa sare ya juu zaidi, anayejua akili na kwa maana Elliot Anderson, lakini Anderson bado ni mchanga. Hawana forward wakati, na maanisha Sesko anacheza mbele, lakini bado wanahitaji mwingine, kwa sababu Zigzi kwangu bado hajapata kwa maoni yangu, yani hajaweza kupata mchezo ama kuingia kwenye mfumo wa United kwa yeye anavyosema. Anasema nadhani ni mchezaji mzuri, lakini sidhani kama hii ni klabu yake, lakini wanahitaji kutafuta kitu, kwa sababu nadhani msimu ujao, nikitazama hilo leo na sitaki kuchukua chochote kutoka kwa Sunderland, kwa sababu nilidhani Sunderland walikuwa wazuri sana, lakini watalazimika kuwekeza na sijui jinsi itafanya kazi na sheria ya kucheza kwa usawa, ni kiasi gani wanaweza kuwekeza, lakini wanahitaji wachezaji kadhaa. Kuongeza kina cha mbele kwa hakika si jambo la maana kwa United msimu huu wa joto. Kwa hakika Manchester Evening pia waliweza kutoa taarifa zao nyingi. Unajua Manchester Evening wamekuwa wakitaarifa habari mbalimbali, nadai wameanza majadiliano na kipaji kikubwa cha Leicester City, Jeremy Monga. Lakini wakati huo matumaini yoyote ya United kupata kurejea kwa Harry Kane kwenye ligi ya Premier yanaonekana kukamilika kwa sasa, kulingana na vyanzo mbalimbali. Hapa nimekusogezea uchambuzi ambao ulikuwa unaendelea wakati wa mchezo wa Sunderland dhidi ya Manchester United. Sasa nini maoni yako juu ya kile ambacho kilifanywa na United weekend? Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swaleh Mshana. Kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo, lengo ni kupata taarifa zetu zote. Asante na kwaheri.